yetu na zaidi ya nchi nyingi sana duniani. Kwa hiyo hatuko peke yetu, tunatazamwa na watu wengi. Kwa hiyo tuombe ushirikiano mzuri. Ndio maana umeona wakati mwingine tumeendelea kuhangaika kuona namna ya kubadilisha mazingira ya madhabahu tuliyozoea, kwa sababu ya background yetu ilikuwa inashindana na mianga inayoingia madirishani. Mtusamee kwa mabadiliko hayo. Mmeona nimeondolewa pale, nimeenda hapo, wameniondoa, wamesema hapa ndo naonekana vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa msikasirike kwamba mbona wamevunja protocol. Tunatazama na watu wengi, angalau wapate picha nzuri kutoka kwenye ushirika wetu wa Uyole, wasishangae kwamba ni eneo gani halieleweki. Tuko pamoja watoto wa Yesu. Kwa hiyo niwakaribishe sana ndugu zetu wa Kahama ambao umeshiriki nasi katika ibada hii. Karibuni sana katika jimbo letu la Kusini Magharibi, lakini karibuni pia wilaya ya Chunya ambako sisi tunatumika. Karibuni pia mje mtutembelee. Msiache kutufuatilia kwenye vyombo vyetu vya habari, kwenye kupitia TV yetu ya kanisa, TV Baraka, lakini pia kwenye online TV ya kanisa pia ya Baraka, na pia msisahau kutufuatilia kwenye YouTube yetu ambayo sasa inarusha matangazo haya ya moja kwa moja kutokea Uyole, ambayo tuko kwenye channel ya Nuru Mama Onje. Unaweza kutufuatilia ukapata ibada mbalimbali. Labda niseme tuko wa Kristo, channel yetu ipo kwa ajili ya kuhudumu, hasa kwa ajili ya ibada na matukio mbalimbali ya mikutano. Tumefanya kwa muda mrefu sana, lakini tunaomba ushirikiano wenu. Msisahau hata wakati mkiwa na matukio makubwa, msihangaike sana mkiona hamna hela. Sisi hatutumia hela kurusha ibada kama hizi na semina. Labda unachoweza kugharimia ni kuwahudumia hao vijana ili waje wafanye hiyo huduma, lakini tunatamani kwamba kizazi tulicho nacho kimezama sana kwenye utandawazi. Vitu wanavyoangalia kwenye simu ni vingi sana vya ajabu. Kwa tunapambana angalau katika uwezo wetu na sisi tujaribu kuweka neno la Mungu kwenye simu, ili angalau mtu akienda TikTok akutane na hiki, akienda Instagram, akienda wapi akutane na neno la Mungu, at least kwa sehemu kupunguza uharibifu. Kwa nilete hamasa pia kwa ushirika wa Uyole, ni mkubwa. Tunatamani jamani, tumechelewa, hebu tengenezeni mifumo ya kuzifanya ibada za Uyole ziwe live. Ni ushirika mkubwa katika shirika zetu za jimbo la Kusini Magharibi. Amen. Naomba hilo jambo mlione, msifikiri ni vitu vya kujionyesha. Hata usipoweka wataangalia vya dunia. Kwa ni afadhali sana tukang'ang'ana kama kanisa kuwekeza pia kwenye mitandao, ili watoto wakutane na neno la Mungu, wakutane na nyimbo za kwaya, wasitukutane na bongo flava tu. Hizi kwaya zetu tunatamani mtu akienda TikTok akuta hapa inaimba, hapa inaimba, hapa inaimba. Itatusaidia sana. Jamani, haleluya. Basi baada ya kusema hayo, kwa kweli nimekuja kwa lengo hilo kama walivyotangaza wenzangu. Katiba amekuwa na kama anajitetea sana. Nimemsikiliza. Nikosa kujitetea kwa kanisa kubwa kama hili kwamba mtusamee sana, tunakuja mara kwa mara. Sasa waende wapi? Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Mnaofahamu mahubiri yangu, mimi sina mahubiri ya kujitetea, na wala msitegemee nitawabembeleza. Mimi nanyoshaga tu. Tumalizana. Giliasa akija leo asije akasema kwa nini hukufanya kile nilichokutuma. Afadhali watu wakanichukia alafu Mungu akanikubali, kuliko nikawafurahisha watu alafu Mungu akakasirika. Haiwezi kunisaidia. Ngojani kwambie, kuna shirika zinatamani ziwe zinapewa matukio kama haya na hazipewi. Amen. Jamani, amen. Watoto wa Yesu, amen. Mnaosinzia, amen. Kumbe wapo nao. Bwana asifiwe sana. Ngoja nikwambie. Mchungaji Mtafya, naomba usimame. Kuna watu, huyu mchungaji Tanga amekuja hapa, hawafahamu ila wako hapa.
Ana uwezo wa kukuona tu hivi unavyokuona ibadani, lakini kwamba wewe ni nani hakufahamu. Hata ukikohoa hajui umekohoa, hata ukilazwa hospitalini hajui umelazwa. Huyu mchungaji wa kwako, pamoja na upole wake. Bwana asifiwe. Lakini kuna watu hata kikohozi tu akilazwa, mchungaji huyu anajua fulani amelazwa hospitalini. Ni nani ambaye hatamani mchungaji au anajua anaumwa? Naomba kaketi. Jamani, Bwana asifiwe. Kuna watu ambao wakiziona shughuli za jimbo zinakuja kwenye kanisa huwa wanakasirika. Ili kanisa linatuletea mzigo sisi mara kwa mara, kila wakati, mara kwa mara, kila wakati. Ukiona watu wanaleta kila kitu kwako, tambua wewe ni baraka. Ukiona watu hawaji nyumbani kwako, ujue wewe sio baraka. Na mkiona watu wa namna hii, mjue wanataka kuurani ushirika. Mimi nataka kukwambia, mtu ambaye ni baraka, hata kama akiambiwa toa leo, atatoa. Hata akikutana na mtu njiani pale, atatoa. Hata akifika nyumbani akikuta msiba, atatoa. Hata akiwakuta watoto wanaomba njiani, atatoa. Lakini ambaye ni mgumu kutoa hapa madhabahuni, hata kwa barozi ni mgumu kutoa. Bwana asifiwe sana. Watoto wa Yesu, Bwana asifiwe. Watu wa Uyole, Bwana asifiwe. Mgumu ni mgumu tu. Mwambie mwenzio, mgumu ni mgumu tu. Ukiona una mzee wa kanisa analeta malalamiko ya kutoka na mipango mingi inayodai fedha kwenye baraza, hili kanisa linakokwenda halieleweki, juaga mna mzee asiyeeleweka. Jamani, mnanielewa? Mimi nataka niwaambie ukweli, juaga mna mzee asiyeeleweka. Ukimkuta mzee anayeeleweka, wakati mwingine hata michanga iliyotoka nayo kwenye baraza mingine haleti, anamaliza yeye. Hivi unaweza kanituma mtu eti wamekwambia kalete shilingi 20,000 unapeleka kwenye mtaa. Jamani, tumetoka huko wametugawia 20,000 kwenye mtaa. Mimi nimeshangaa hata ilaki mnaovutana nayo hii. Ni aina ya wazee tulio nao. Bwana Yesu asifiwe. Nimeanza vibaya, si ndio? Ni afadhali nianze vibaya alafu nimalize vizuri, kuliko nikaanza vizuri nikamaliza vibaya. Mwanakondoo ameshinda. Jamani, mwanakondoo ameshinda. Bwana asifiwe. Kwa hiyo watu wa Uyole, mshukuruni Mungu kama jina lenu linafahamika kuliko shirika zote. Kwani unafikiri Itiri watamani leo wangekuwa pale? Kwani nyinyi mna nguvu kuliko Itiri? Unafikiri Ivumu watamani? Unafikiri Ibala hapa watamani? Kuna watu hawajawahi pokea tukio la jimbo, wako hapa mjini, hawajawahi pokea tukio la jimbo kubwa hata moja hili. Mshukuru sana Mungu ukiona jimbo linatambua kuna watu. Haleluya. Kuna watu wanatamani wasikilize mahubiri ya Mama Onje, lakini hawawezi kuyakuta, ila nyewe Uyole mtabahatika leo mtasikia. Jamani, haleluya. Ndio. Kuna watu wanatamani wangeyasikia leo, lakini wamekosa nafasi, aidha kwa sababu ni mabairi, hawatoagi hela. Ngoja nikwambie, hata ukiwa na watoto ndani, mtoto anayeachilia baraka anakupa tu hela, uwezo kumsahau. Mimi ni mwongo? Siku moja niliwahi toa mfano, sijui ni wapi, sijui ni hapa, sijui ni wapi, kwamba kulikuwa na mama moja alikuwa na watoto wake wa kike 2. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Mmoja alikuwa anakaa hapa Mbeya na mwingine alikuwa Dar es Salaam. Amen. Lakini huyu wa hapa Mbeya, kila siku ya Mungu ikipita siku 2-3 amepiga simu kwa mama, huku njaa mama, hakueleweki, wajukuu wako wanapata shida, sijui ni na nini, sijui ni na nini. Mara mume wangu amenitandika jana makofi. Ndio taarifa anazopeleka kwa mamake. Lakini yule wa Dar es Salaam kila wiki anatuma fedha ya matumizi kwa mamake. Anatuma hela ya sukari, wakitoa michango kwenye kitola na anamwambia mama, usihangaike kuchanga, niletee bajeti yote iliyoko kanisani. Anatuma. Siku moja
waliumwa wote wawili. Huyu wa Dar es Salaam akawa nakimbizwa Muhimbili. Bwana asifiwe. Wa Mbeya akawa nakimbizwa Meta. Amepokea taarifa zote kwa pamoja. Mnafikiri alikuwa anawaza aende wapi? Naomba mjibu wenyewe, mlifikiri alikuwa anawaza kwenda wapi? Mama wa watu alisahau hata kwamba kuna kupanda magari kwa nauli, alisahau hata kwamba kuna kuvaa ndala. Wanapomwambia Joyce naye yuko hoi asemi. Kila naye muuliza wewe nini? Sasa Joyce wangu, Joyce wangu. Na mwingine yuko Meta. Hivi kwenda Dar es Salaam na kwenda Meta kutokea hapa Uyole, wapo unaweza ukafika kwa miguu? Lakini mama yule alikuwa anatamani kufika Dar es Salaam kwa miguu. Bwana asifiwe. Hivi shida ni ya mtoto, ni ya mama? Hivi mama anapendelea au tatizo liko wapi? Tatizo liko kwa mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwani waombe watu wa Uyole, mkiona mnapokea baraka za namna hii, acheni maneno ya kusema mambo yamezidi. Mtu anayetoa sana ndiye anayebarikiwa. Ameni jamani, ameni. Ukiwa mtoaji unaombewa na wengi. Ukiwa mtoaji unafikiriwa na wengi. Ukijulikana na wengi, shida zako zitatatuliwa na wengi. Usipojulikana na wengi, shida zako hazitatuliwi na wengi. Ndio maana hapa kuna wakati mimi nilikuwa nilikuwa ofisi pale ya wilaya, nilikuwa katibu wa wilaya. Misiba ya hapa kila siku Mboto alikuwa anatoroka, anasema tumefiwa. Wapi? Uyole. Mbona kingine alikuwa haendi kama wamefiwa, kwani Uyole anakujaga kila siku? We mwenyekiti, wapi? Ukisikia tu msiba, naenda msibani, ujue ni Uyole. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kuna shirika mchungaji anazikaga peke yake, yuko mjini hapa hapa, hata katibu wa wilaya hajawahi enda. Mimi ni mwongo? Mboto hajagi kwenye misiba? Kwani Wajimbo hawajagi hapa? Unafikiri wanaenda kote kote tu? Mwambie jirani yako, naelewa hiyo. Hebu tuende kwenye somo kidogo. Bwana asifiwe. Sasa sijajua ni ubiri, sijui nifundishe, maana dakika zimeisha. Ni ubiri nifundishe? Wangapi wanasema nifundishe? Okay. Basi muwe makini na lile tangazo la katibu. Msije ni mkanisikiliza mimi alafu mkitoa sadaka mkaanza kututoroka. Wangapi watanitoroka? Tupatane mapema. Nao tujua ni kujuana ni kuzuri. Wangapi watanitoroka? Tujuane mapema. Bwana asifiwe. Naomba tuangalie somo ambalo tumepewa kwa siku ya leo. Nimechukua lile la kalenda kutoka kitabu cha Mathayo sura ya 14. Mathayo sura ya 14. Mathayo sura ya 14. Tunaanza na ule mstari nianze ule mstari wa 13. Mstari wa 13 unasema, naye Yesu aliposikia hayo, aliondoka huko katika chombo, akaenda mahali pasipo watu, faragani. Na mkutano waliposikia, walimfuata kwa miguu kutoka mjini kwao. Yesu akatoka, akaona mkutano mkuu, akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao. Hata kulipokuwa jioni, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu, na sasa imekwisha
pita, waage mkutano waende zao vijijini, wakajinunulie vyakula. Yesu akawaambia, hawana haja kwenda zao, wapeni ninyi vyakula. Wakamwambia, hamna kitu hapa ila mikate 5 na samaki 2. Akasema, nileteeni hapa. Akawaagiza makutano waketi katika majani. Akaitwaa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni, akabariki, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wakawapa mkutano. Wakara wote wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate vikapu 12. Nao waliokula walikuwa wanaume wapata 5,000 bila wanawake na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Nyosha mkono wako mmoja, sema, Bwana Yesu, naomba ufungue ufahamu wangu, uniondolee giza linalonizuia hatua zangu na linalozuia ufahamu wangu usitembee katika misingi ya kwako. Katika damu ya Yesu Kristo, asubuhi ya leo liruhusu neno lako lipate nafasi kwenye moyo wangu na kwenye ufahamu wangu na kwenye akili zangu. Uyafumbue macho yangu na masikio yangu ya ndani, nianze kuona sawasawa na unavyohitaji. Katika jina la Yesu aliye hai, nakataa giza, nakataa utupu, nakataa ukiwa. Katika damu ya Yesu niwezeshe, Bwana, kwa jina la Yesu aliye hai, amen. Somo hili nimelipa kichwa kinachosema madhabahu ya Bwana huondoa nyika. Ukijenga madhabahu ya Mungu kwa imani katika maisha yako, huondoa nyika au ukame. Kwa lugha nyepesi, hakuna nyika au hakuna ukame mbele za Bwana kwa mtu anayemtegemea Mungu. Madhabahu ya Bwana huondoa nyika. Ukijenga madhabahu ya Mungu kwa imani katika maisha yako, huondoa ukiwa. Hakuna nyika mbele za mtu anayemtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tulipokuwa tunaisoma hii mistari, kuna maneno wanafunzi walimwambia Yesu waage mkutano, kwa sababu hapa ni nyika tupu. Waage mkutano, waende wakajitafutie vyakula uko vijijini. Muda umeenda, hapa tulipo ni nyika. Manake ni eneo ambalo hakuna vyakula, ni ukame. Kwa nini ni ukame? Yesu aliondoka kwenye mji, alikuwa ameenda faragani, mahali ambako hakuna watu, lakini mkutano walitambua Yesu yuko kule. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo kwenye huo mstari ndo nilipochukua kichwa chetu kwamba madhabahu ya Mungu ikikaa mahali inaondoa ukame, inaondoa nyika. Huwezi kusema hapa ni nyika mahali palipo na madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nianze kwa kusema hivi, hakuna jambo lolote unalofanya likawa na matokeo makubwa au matokeo mazuri au matokeo yenye mafanikio makubwa kama hakuna madhabahu inayolibeba jambo lako. Huwezi ukaleta matokeo yoyote. Matokeo ya mafanikio yoyote unayoyaona kwa mtu, kwa taifa, kwa kanisa,
ni aina ya madhabahu inayombeba mtu huyo au inayowabeba watu hao. Kila jambo unaloliona duniani nyuma yake kuna madhabahu. Ukiona mtu ameferi kwenye maisha, iko madhabahu inayomferisha. Ukiona mtu anatoboa, iko madhabahu inayomsababisha toboe. Sema amen katika jina la Yesu. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Ukitaka kuona nyakati ngumu zinaondoka kwenye maisha yako, jifunze sana kwenye maisha yako kuishi kwenye mifumo ya kimadhabahu. Ruhusu kila jambo lako kulifanya chini ya mfumo wa madhabahu. Usipofanya jambo lako kwenye mfumo wa madhabahu, jambo lako haliwezi kufanikiwa. Haleluya! Jamani, haleluya! Kwa nini? Ukisikia neno madhabahu, maana yake nini? Kazi ya madhabahu ni kupokea sadaka, sio kuhubiri. Haleluya! Jamani, haleluya! Madhabahu yoyote ili kijengwa, haijengwi kwa ajili ya mahubiri. Madhabahu inajengwa kwa ajili ya sadaka. Sikiliza, ukisikia neno madhabahu, ujue pana sadaka. Ukisikia mahali pana sadaka, ujue pana kuhani. Sema, ujue pana kuhani. Ukisikia mahali pana madhabahu, ujue pana kuhani wa hiyo madhabahu. Na kama pana kuhani wa madhabahu, ujue ndani ya hiyo madhabahu pana Mungu wa hiyo madhabahu. Kwa tunaposema kwamba jambo lolote lile ili lifanikiwe linahitaji madhabahu iwepo ndani, maana yake madhabahu ina muunganiko wa vitu vitatu. Pana sadaka. Sema, pana sadaka. Ndani ya madhabahu pana kuhani anayeipokea ile sadaka unayoileta kwenye madhabahu. Yeye kuhani ni kiunganishi kati yako na Mungu kuieleza ile sadaka. Sema amen katika jina la Yesu. Lakini ukisikia mahali pana madhabahu na pana kuhani, ujue kuhani ni mtumishi wa Mungu, yuko Mungu wa hiyo madhabahu. Manake nini? Tunaposema ili mtu aweze kufanikiwa jambo lake, ni lazima awe na madhabahu inayombeba. Manake lazima pawe na muunganiko wa kuhani, lakini awepo Mungu. Manake ndani ya ile madhabahu iko nguvu ambayo inaiongoza ile madhabahu, na ile nguvu inayoiongoza ile madhabahu inatoka kwa Mungu wa hiyo madhabahu. Haleluya! Watu uyole haleluya, haleluya. Watu uyole haleluya, haleluya. Watu uyole haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunasema hivi, tunaunganishwa na madhabahu ya Mungu kwa njia ya sadaka. Kwa nini? Nani hapa ni Mkristo apunge mkono? Kama mimi hapa, mimi ni Mkristo. Nani ni Mkristo hapa apunge mkono? Ambaye ni Mkristo apunge mkono hapa. Mkristo, unayejijua wewe ni Mkristo, hebu punga mkono. Uchunguliage mchungaji, kuna wengine sio wa Kristo. Wewe unafikiri wote wa Kristo waliokuja hapo? Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Wakristo, madhabahu yetu imejengwa kwa sadaka. Yaani Ukristo unapozaliwa ulianza kwenye mfumo wa sadaka. Kwa nini? Ili uwe imara, lazima madhabahu ya kutunza Ukristo ilitengenezwa. Hadi wewe unaitwa ni Mkristo kwa sababu ya kitu hiki kinachosema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata, sema hata, akamtoa. Kutoa ni sadaka. Haleluya. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Ili wewe upate kutoboa, ili wewe upate kufanikiwa kwenye maisha yako, Mungu aliamua
aliamua kutoa sadaka ya mwanawe ili ije madhabahu ya kukubeba wewe katika mambo yako. Kwa hiyo mfumo wa Ukristo umekaa kisadaka, kwa sababu ukombozi wetu umepita kwenye sadaka ya mtu, umepita kwenye sadaka ya damu ya mtu. Mpaka wewe unaitwa Mkristo, kuna mtu alimwaga damu kwa ajili yako. Usifikiri Ukristo ni kitu cha kawaida. Na ndio maana ninapoanza kwenye utangulizi nimekwambia hivi, ukiona una mzee wa kanisa ni mwoga wa kutoa sadaka, usimruhusu kuwa mzee wako, kwa sababu anakuondoa kwenye network ya mfumo wa Ukristo. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu anayemwamini kupitia madhabahu yake awe na uzima. Asiyeamini hana uzima. Asiyeamini katika nguvu za Mungu lazima anaturudisha nyuma. Ukiona mtu hawezi kuiona nguvu ya Mungu kwenye sadaka, huyu mtu hafai kukuongoza. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Na ndio maana unaweza ukawa unajiuliza, kwa nini uyole? Kwa nini uyole? Kuna watu wana mifumo wamesimamia sadaka. Zile sadaka zinaitambulisha uyole machoni pa viongozi. Wakitaka kwenda kwingine, sadaka inapiga kelele, nasema tunataka baraka sisi uyole, leteni hilo jambo kwetu. Usifikiri tunakuja tu, ni sadaka inatuita. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Kwa hiyo ukiusoma huu mstari wa Yohana unakupa picha ya kuonyesha kumbe chimbuko la Ukristo ni kutolewa sadaka kwa mtu. Umejengwa kwenye madhabahu ya Mungu. Madhabahu ya Mungu ili kuite wewe, ilitoa sadaka ya mtoto wake. Manake ili uweze kuungana na madhabahu ya Mungu lazima uwe sadaka. Usipokuwa kwenye mfumo wa sadaka, unakuwa nje na mfumo wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo katika somo tulilolisoma kuna mambo kadhaa ambayo nimeyachungulia pale ili tuende kwenye mfumo wa sadaka ambao nimewaambia hivi kwamba madhabahu ya Mungu ikikaa mahali ina tabia ya kuondoa ukiwa. Madhabahu isipokaa lazima patakuwa na ukiwa tu. Hata kama mtaona watu wanaimba kanisani, kama ndani ya maisha yao hakuna madhabahu ya Mungu inayofanya kazi, akitoka kanisani ni majuto. Kuna watu walikuwa naimba hapa, wanacheza vizuri, lakini wana matatizo bara nyumbani. Ndio maana mchungaji wakati mwingine hawakaaji ibadani, wakirudi kukaa zile shida zinarudi kwenye moyo, anaanza kutoka nje, anatafuta jua, anaenda hivi. Mnafikiri mtu anahangaika nini? Ndani yake hakuna madhabahu ya Mungu. Madhabahu ya Mungu isipokuwepo ndani, mtu hawezi kuwa na utulivu, maana raha nafsini mwake hamna. Yeye anasema mzigo wangu ni laini, nami nitakupa raha nafsini. Mtu hana raha, lazima awe na mahangaiko. Yaani kutoka ibadani ni dalili ya kuwa mtu hana furaha. Mtu akiwa na furaha na ibada anakaa sawa. Mwambie jirani yako, wewe uko sawa hapo? Hebu muangalie kama sio yule anayetoka. Ngoja niwaambie siri moja. Unajua mimi nimekuja kugundua siri kwa nini watu wanatoka madhabahuni kabla ya kutoa sadaka. Baada ya kutoa sadaka. Mchungaji, naomba mtulie, mnisikilize. Ninyi mnakaa hapa, mimi nimefahamu hii siri nilipoenda Chunya. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kwenda Chunya ndo nimegundua kwa nini Wakristo wengi wanatokaga baada ya kutoa sadaka. Siku moja nilikuwa na semina mahali. Wanangu hawa ni mashahidi. Bwana Yesu asifiwe. Ile semina ilikuwa ni ya Alhamisi njema. Yaani ilikuwa ya Pasaka. Ile siku ya Pasaka ya Alhamisi njema, tunashiriki meza ya Bwana. Sasa mimi kama kiongozi nikawa nashiriki ndani ya ule ushirika ambao ndo naendesha semina. Na nilikabidhiwa lile jukumu niendeshe.
Sasa kwa sababu mimi naifahamu meza ya Bwana tofauti na wengine wanavyoifahamu, mimi niliandaa ile meza ya Bwana kama ninavyojua nguvu iliyoko kwenye meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaja kwenye ile meza ya Bwana, akashuka pamoja na nguvu zake. Kile kinywaji kawa damu ya Yesu yenyewe. Haleluya. Ule mwili watu walipokula ukawa mwili wa Kristo sawa sawa. Kesho tukakuta wanawake wengi hawapo kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nimetoka pale baada ya ile semina jioni, napokea simu ya kwanza. Huyu mama mmoja amebahatika kupata simu yangu. Anaambia, mtumishi, naomba maombi. Nimefungiwa na mume wangu ndani. Baada ya kushiriki meza ya Bwana, aliona kule kwenye machimbo, alikimbia, amekuja nyumbani, sema, umekunywa umekula nini kanisani, umeharibu vitu vyangu. Hakuna kwenda kwenye semina, kambana ndani. Bwana asifiwe. Nikapokea simu ya pili, nikapokea simu ya tatu. Wote wengine wamefungiwa ndani, wengine wamezuiwa, hamna kutoka nje, hakuna, wengine wote wamezuiwa, hamna kwenda semina. Hii semina mmekula vitu gani vinaharibu mambo yetu? Meza ya Bwana tu, damu ya Yesu. Baadaye nikajua hata nikimwambia mchungaji hataelewa. Jumapili mmoja yule akapiga simu kwa baba mkwe akafunga safari. Huyu ndiye anayetumaliza. Amekufungia kwa sababu umeshiriki meza ya Bwana. Ngoja nije. Jamaa alipojua baba yake anakuja, akakimbia akaenda kafungua milango, alimfungia. Yani nyumba ina kila kitu ndani. Alimfungia chumbani na kulala. Anampelekea vyakula, anafunga. Sasa choo iko huko. Utaoka huko mpaka mmalize kale kamkotonokeno kanisani kule. Bwana asifiwe. Yule dada alikuja kwa ujasiri, alisema, kama ni ndoa inavunjika na ivunjike. Siwezi kukaa na ndoa ambayo imebeba madhabahu ya miungu inayoshindana na madhabahu ya Mungu aliye hai. Ngoja nikwambie, Mungu ana thamani kuliko ndoa yako. Mungu asipokaa katikati ya ndoa yako, hiyo ndoa ni ndoana hiyo, nakwambia. Unaweza ukamlinda mume wako, kumbe anakukusudia mwakani kukutoa wewe ndio sadaka ya kulinda mali. Wewe unafikiri anakupenda, kumbe anakupalilia na kunenepesha, ila akikupeleka kwa wachawi kutoa sadaka, wasiseme mmetuletea ile konda. Wewe unasema ananipenda na nipa kila kitu, kumbe ni maandalizi ya kutolewa sadaka. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Bahati nzuri Jumapili wale wamama wengi wachache wakaruhusiwa. Lakini cheki, nakutana na wa kwanza, ananiambia hivi, mume wangu ameniruhusu kushiriki ibada ya Jumapili, ila nikitoa sadaka siruhusiwi kusimama mchungaji anaponyosha mikono. Kwa hata kama sina shida lazima nitoke nje. Akimaliza mchungaji kunyosha mkono ndo niwe naingia. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Ningepata nafasi, uzuri wake wengine wanashuhudia, wengine wamesha jinasua na waume zao wamepona. Anaweza kazungumza mume wake kitu gani walikuwa wanafanya. Usione ule mbaraka, ule ni kifungu cha mwisho. Umetoa sadaka, hujaachiliwa ule mbaraka, uko nje. Penye sadaka pana kuhani. Kuhani ndiye anayekuunganisha na madhabahu ya Mungu. Ndiye anayeeleza Mungu, nimemleta Joyce Peter, ameleta sadaka yake hii. Nitakuonyesha sadaka ina kazi gani. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Mungu akishaipokea ile sadaka anaachilia baraka, kwamba Mungu Mwenyezi uliyemtolea sadaka akulinde, akubariki, akutunze, wewe uko nje. Sasa cheki, huyu mwanamke mume wake anamtoa asipokee mbaraka. Manake Mungu asiachilie ulinzi wa kwake. Mungu akiachilia ulinzi wa kwake, akienda na yule upako, wanakutana na madhabahu ya Mungu mwingine nyumbani. Yule Mungu wa kule nyumbani huwa anashindwa. Nimeshangaa sana. Sio kitu sio, nimekutana na mwingine kwenye ushirika mwingine. Yeye nilikutana naye tu, alikuwa na shida yake ya maombi.
Tukakutana penye mkutano, akanifuata baada ya mkutano akasema, mchungaji, nakufuatilia sana kwenye mafundisho yako, nina tatizo hili na hili, mimi ndo fulani. Sasa mimi nilikuwa sifahamu, naomba naye kila siku, ila sijui mtu huyo ndo amekuja. Na ananiambia tangu tumeanza pale nimepiga hatua kadha. Ni kweli maisha yangu kule nyumbani amejenga nyumba nzuri sana, lakini kuna chumba ambacho ameweka vitu vyake, anaingia yeye na mimi. Mimi nilikataa kwamba siwezi kuhudumia hivi vitu vilivyoko huko ndani. Bwana asifiwe. Namwambia, mbona sasa wamekupa na uongozi kanisani? Alikupeje? Anasema kanisani ameniruhusu kusali, ila haruhusu nikitoa sadaka nikiwemo kanisani nisije nikajisahau wakanyosha mikono wachungaji ule pale mwishoni. Naambiwa utoke nje, nikitoka nje akimaliza mchungaji narudi ndani, tunamaliza vizuri. Alafu amepewa kiongozi, ni kiongozi mkubwa kabisa kanisani. Lakini anasema baada ya kuokoka na kuanza kufuatilia zile semina zako ndani, nimeanza kufuatilia haya maisha yangu yakoje, nikaamua kuchagua moja. Anasema, Mungu naomba unisaidie kwa namna yoyote ile univushe. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha kwanza anasema nilikuwa mama wa nyumbani. Alianza kumuomba Mungu ambariki, ampe hela ambayo iko nje na mfumo wa nyumbani kwake. Alichukua hela yake akaingia shambani akalima. Bwana Yesu asifiwe. Alipolima Mungu akambariki, akampa chakula cha kutosha, akauza, akafungua duka la kwake. Alipofungua duka vita kaanza na mume wake. Mume hataki ile duka lifunguliwe kwa sababu mke amegoma kulisha ile miungu ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ninachotaka kuzungumza, sitaki niende kwenye ushuhuda huo wa mbali. Angalia, na yeye anamwambia hivi, alimzuia asiwe anashiriki mbaraka mchungaji anapoahirisha. Mimi nikaanza kufuatilia kuna nini, ndo nikagundua madhabahu yoyote ile ina vitu vingapi? Vitatu. Ina sadaka, ina kuhani, ina Mungu wa madhabahu. Manake Mungu wa madhabahu akisha achilia upako kwa kuhani, kuhani anaachilia upako wa ulinzi kwa wale watu. Akiachilia ule upako, ukiondoka na ule upako unashindana na vile vilivyoko nyuma. Nyumbani kule kuna miungu haviwezi kwenda. Ndio maana namwambia toa sadaka. Ukitoa sadaka, asipoondoka na ule upako, ile sadaka inatupwa. Maana yeye ametengwa nje na agano. Watu wa yule mnanielewa? Wewe torokaga tu. Unaweza ukafikiri unatoroka ibada, kumbe ni miungu ya baba yako inakuongoza. Ukifika muda ule nakwambia nenda nyumbani. Hata kama wengine wanatokaga, mfuatilieni. Anaweza katoroka huko ibada, mnamkuta huko kunywa soda hapo nje. Sio yeye, mwambie mwenzio sio yeye. Ile miungu ya baba yake inafanya kazi ndani. Madhabahu ya baba iko ndani. Haiwezi kuwa ushirika na madhabahu ya Mungu aliye hai. Ataimba kwaya sawa, atakuwa kiongozi sawa, atacheza step sawa. Hamjaona hata viongozi, hata wazee wa kanisa kuna ambao wamalizagi ibada. Fuatilieni. Usije ukafikiri ni Wakristo tu, usije ukafikiri ni waimbaji tu. Hata hawa wazee kuna anayochukua Biblia utafikiri ana dharura kila siku. Madhabahu ya miungu haijalishi kwamba huyu ni baba au ni mzee wa kanisa, inakaa tu. Jamani, haleluya. Kama unafikiri mimi mwongo, wewe unayetoroka, jaribisha kushiriki ibada umalize mwisho, utakuja kuona mabadiliko. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Kwa hiyo nimeangalia mambo kama manne. La kwanza, kwenye hii mistari tunaona watu waliotoa sadaka ya muda kumfuata Yesu Kristo faragani. Unajua watu wanaiangalia ile sadaka ya mikate. Sadaka ya kwanza iliyosababisha ile mikate itolewe ni wale watu waliotoa muda wao kwenda kumsikiliza Yesu. Sisi hatumsikilizaji, tunatoroka. Watoro wa madhabahu punga mkono. Hapa wawezi, hata kama anatoroka anasema leo nakoma hivyo hivyo. Jamani, haleluya. Unaona, Biblia inasema Yesu aliondoka mahali akataka ajitenge faragani ili apate nafasi ya kusema na Mungu. Jamani, haleluya. Lakini akiwa katika lile wingu, Mungu akawatonya watu. Yesu yuko tayari, yuko kule, na nimempa upako wa kuvusha watu. Pelekeni wagonjwa wenu. Biblia inasema Yesu akashangaa, mkutano umeshajaa kule faragani alikojificha. Wengine tutajiuliza walijueje?
Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa Yesu, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Ili hawa watu washiriki karama ya Mungu na upako, cha kwanza wao waliitoa mioyo yao kama sadaka kwa Bwana. Hawakujali nyumbani hawajanunua mboga. Jamani, haleluya. Wewe ni mara ngapi unakimbiaga kwenda kununua mboga? Na kaziangalia mboga unazonunua, mboga za majani. Na dalili ya Wakristo wanaotoroka kwenda kununua mboga, wamekaliwa na umaskini. Mtu mwenye hela hawezi kutoroka ibada kwa kwenda kununua mboga, maana nyumbani kila kitu kipo. Anajua kesho ni Jumapili, ameweka vitu vyote ndani. Maskini wa 200 paka uze ndawale. Alifunga ka ofisi kake saa 2 usiku, akasahau atakununua mboga. Hata angenunua ataweka wapi? Muulize mwenzio, ukinunua mboga unawekaga wapi? Zile ni madhabahu. Mimi nataka nikwambie, yani wewe unaweza kuwa unahangaika, unateseka, unasema Wakristo wanatoroka, wafanyeje? Ana mahali pa kuweka mboga? Tuna Wakristo 90% hawana friji. Wanasema friji ni za anasa. Yani wewe nyumbani Mungu amekupa umeme na friji una akili wewe? Jiulize. Najua utasema amenitukana. Mimi nakupa wivu tu. Muulize jirani yako, kwa nini unakimbiaga kwenda kununua mboga kila siku? Mchungaji, ukiwa na Wakristo ambao wananunua mboga kila siku ni hasara. Ujue tayari ni watumwa, bado wako Misri. Madhabahu ya Mungu aliye hai haina uwezo wa kupambana upande wao. Cheki, Yesu anawafundisha wanafunzi wake kwamba mkiwa na semina, mkiwa na neno la Mungu, hamna haja ya watu kwenda kununua mboga. Wapeni mboga wenyewe. Hivi mnaelewa wanafunzi walichokuwa wanawaambia wale Wakristo? Wakasema, Yesu, hawa watu wametoa muda wao, wamekusikiliza sana, umepitiliza muda. Fikiria wanafunzi aliowaita wenyewe wanamwona Yesu amepitiliza muda. Kama wanafunzi walimwona Yesu amepitiliza muda, je, mtamwacha huyu Luka? Yesu tu walimshakia, anavuta. Unajua waliokuwa wa kwanza kusema muda baba, hawajaanza leo, walianza kwa Yesu. Tena walikuwa wanafunzi wake. Waage watu. Yesu akasema mimi dozi yangu inatosha. Mnataka ni waage waende wapi? Wakanunue mboga. Akasema wapeni nye mboga. Kama hamuna mboga, tokeni. Siwezi kufanya kazi na watu wazembe. Wakasema mzee, kutoka hatuwezi, tunatumikata tutano. Akasema leteni. Ufalme ninaohubiri una kila kitu. Sema amen, amen. Sema amen, amen. Sema amen, amen. Hii tabu mama ya kutoroka kwenda kununua mboga ni utumwa. Pambana kukaa kwenye madhabahu ya Mungu, fika mahali na wewe ukija ibadani kila kitu kiko sawa nyumbani. Hata kama vitoto vimetoka kwenye sande vinaenda kupakua pale, vilishapikwa, ni kupasha tu. Siku hizi tuna hotpot za kupasha. Unachukua tu umeme, mtoto anachukua na switch tu kula, anawasha, kinarudi kama kilivyokuwa jana. Najua mafundisho kama haya wengi hawayapendi. Wanataka yale kusema tutaenda mbinguni kwa amani. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Mimi nataka nikwambie, kutafuta mboga kila siku ni dhambi. Maana tusipoambia ni dhambi hamwezi kubadilika. Unaangusha ufalme, unaudhalilisha ufalme. Yesu anazungumza wazi, msiogope enyi kundi dogo, tulieni kwangu. Baba yenu amekusudia kuwapa ufalme. Ufalme ni mamlaka, ni utawala, ni raha, ni maamuzi. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Mchungaji Luka, siku zingine mnafanya uzembe tu. Siku nyingine wafungie humu ndani. Haufungi ile milango, unawafunga mna wa kutoka. Mimi nimefanya mara kadhaa. Siku moja niliwahi wafungia wa Bethlehemu. Tulianza ibada saa 1. Ninapoambia saa hizi ni saa 9, turudi nyumbani, akasema hamna, saa 4. Akasema angalieni saa zenu. Wanaangalia, saa 9 imetembeaje? Kumbe niliwafungia. Hata hapa naweza nikawafungia mkashangaa tunatoka saa 12 hapa. Na msijue
Uwezo huo ninao, maana Yesu amenipa. Si watanii, waulizeni wanangu hawa. Hivi hapa wanawaza tunywe chai mapema. Mzee akiamua kufungia watu na hatoki mtu. Wewe mwenyewe unakuna cheki unarusha na miguu, unajua saa 2, kumbe saa 10. Mwezi wa 5 ulikuwa wangapi ule kwa kisa tulikuwa Itumbi. Mwezi wa 4 nikakuta wapuzi wanatembea kwenye ibada, mara wanatoka sababu Bwana Yesu nafunga milango wakae mpaka wajue kanisa lipo. Bwana asifiwe. Nikamwita Yesu, nilimwitia wapi? Kwenye meza ya Bwana. Nguvu ya Mungu ikashuka. Wazee wa kanisa walipoingia na vikombe tu wakataka kutoroka madirishani, nikasema funga milango, funga madirisha, tukaweka wababe kule, hamna kutoka. Wanakimbia meza ya Bwana. Nyie nawaambieni, unashirikisha meza ya Bwana, kila mtu anapokea. Jiulize mchungaji, hiyo meza ya Bwana ina nguvu ya Mungu ya wapi? Meza ya Bwana inatakiwa mtu akiona, aliye na mapepo lazima adondoke kwanza. Apone ndo tunakamataga, tunafunga kamba kushirikisha meza ya Bwana. Nyie kila mtu anapokea tu. Kila mtu anapokea tu. Wapi? Damu ya Yesu ni moto. Damu ya Yesu ina nguvu, kiangalia unatetemeka. Ninapowaambia jamani, hivi sasa ni saa 11 kamili, naomba turudi nyumbani. Wakasema hapana baba mchungaji, tuendelee. Angalieni saa. Wale walikuwa wanatoroka. Ukiona wamezidi kutoroka, tafuta siku 3 kaa hapa. Halafu hiyo siku funga milango. Uambie Mungu, mimi nitakuwa nakunywa na soda, naandaa na maji anakuwa hapa. Wao wamelala huko wanasema Yesu, Yesu, wewe unakunywa maji. Kumbe umewafungia mwenyewe. Hakuna kula. Kuna Wakristo hawajawahi funga. Wafunge Jumapili, wafunge bila kupenda. Saa 12 warudi, naambia wanangu mmefunga kwa jina la Bwana. Sasa hapana baba, sio saa 12. Nawaambieni, tukiruhusu nguvu za Mungu zikae hapa, unaweza usitoke. Siku moja mwaka juzi nilikuwa Arusha. Watu walikataa kurudi. Nilianza semina saa 11, saa 12, saa 4 usiku naambia rudini, wakakataa. Wakalala mle kanisani. Si wale waulizeni. Wote wamelala kanisani. Mwenye kuchukua benchi, kila mtu anasema mahali hapa pazuri. Lile kanisa wanalotoroka ibada walilala kwenye mabenchi. Bwana asifiwe. Ukiona ibada watu wanatoa sadaka kwa waimbaji, hawatoi sadaka kwa Mungu, ujua hilo kanisa limefungwa. Mojawapo la Uyole limefungwa. Nikikuuliza, uwezo ukakuta vyombo vya sadaka kwa kanisa lililofunguliwa vimekaa hapa. Makanisa yaliyofunguka siku hizi, hatukija unakuta chombo cha sadaka kiko pale, chombo cha sadaka unakuta kiko pale, chombo cha sadaka kingine kiko pale, chombo cha sadaka kiko pale. Hivyo vyombo havihusiani na zaka, havihusiani na shukrani za kawaida. Vinahusiana na mtu anayesikia sauti ya Mungu. Kwa sababu Mungu, ukisikia sauti ya Mungu, lazima ujenge madhabahu ili lile jambo lisiondoke. Na linajengeje? Lazima utoe sadaka. Wangapi wameenda kwa Makasege? Wapunge mkono. Mnatoa sadaka muda wa kutoa sadaka au mnaposikia sauti ya Mungu? Raleni hivyo. Bwana asifiwe. Kama nafikiri uongo, mimi nimeondoka Iunga, naenda Iunga saa hizi, utakikuta chombo cha sadaka kiko pale. Na mojawapo ya sadaka zinazotolewa nyingi ni zile ambazo watu wanatoa wakati ibada inaendelea. Mtu anasikia sauti kwenye kwaya, anajua kabisa ujumbe ni Mungu anasema, na mimi sio mwimbaji. Na nyewe waimbaji mnaopokea kila sadaka hapo, shaurieni. Nazungumza kitu halisi. Mimi nimepewa sadaka madhabahuni, nimeambia hiyo sadaka usiibebe. Kaulize aliyekupa ina maana gani. Mwingine anamshukuru Mungu kwa sababu amesikia sauti ya Mungu iliyomvusha kwenye msiba, na iko hatari ya msiba mbele yake nyingine. Kwa sauti namwambia katoe hiyo sadaka. Maana kumbe ile sadaka ikija hapa inatakiwa ishughulikiwe kwanza. Tushughulike na ule msiba ndipo niitumie. Wengine anakula hapo hapo, nashangaa mtoto wake anakufa kesho. Si wewe ndio umeamua kupokea msiba, umeuleta nyumbani kwako? Si watani wachungaji wenzangu, na nyinyi mnapokeaga sana. Hata mimi napokea. Lakini mimi kila sadaka naisikia. Ukinipa tu mkononi hapa tap, naambiwa. Hata nikiweka hapa, utashangaa nimezitofautisha. Nyingine nimeweka huku, nyingine nimeweka huku, naambiwa hiyo sadaka ina mzigo, usibebe kwanza. Hata ningeambia wanangu waniletee karatasi kule kwenye begi yangu mle. Nina mabahasha ya sadaka yako hivi. Nilisha zingine na miaka 3 sijatumia, naambiwa vita yake haijaisha.
Unakomba tu. Wewe umeimba uongo tu hapa, asante Yesu. Wanakuja wapambe wenzio waoga kutoa sadaka. Kaangalia hata wale waliotoa sadaka pale, kaangalia kadi zao. Mnawadanganya wengine zenu alafu mnapeleka 1000. Mwenzi ameimba kweli unampa buku. Wanafiki nye. Bwana asifiwe. Nataka niwafundishe Wakristo, unaponyanyuka umeona waimbaji wameimba vizuri, umesikia kitu ndani, muulize aliyekusemesha kwanza. Anayedai sadaka, hii sadaka ni ya nani? Si kila sadaka ni ya waimbaji, nyingine ni ya madhabahu imekusemesha. Inataka kuleta sadaka hapo, sio wape waimbaji. Nyingine utaambia wape waimbaji. Na Mungu anapoachilia sadaka kwa waimbaji na sababu. Hawezi kaachilia hivi. Hata nikauliza waliopewa wale hela. Mwingine saizi na ameshatoka kura na vichora ametoroka na ibada. Anasema nimepata za bure leo, nimeshusha we. Voko nimeshusha. Kumbe yenda ameshushwa. Jamani, haleluya. Kwa hiyo unaangalia, jambo la kwanza nasema hivi. Tunaposoma waliokuwa wa kwanza kutengeneza madhabahu walikuwa ni watu. Walitoa sadaka yao wakamsikiliza Yesu. Sadaka ya pili katika somo tulilosoma ni sadaka ya Yesu. Wale watu walipokuja, Biblia inasema Yesu aliwahurumia, akaachilia uponyaji. Amen. Jamani amen. Jamani amen. Jamani amen. Jamani amen. Uponyaji ukija kwenye madhabahu una vitu vifuatavyo. Ngoja nikwambie. Neno la Mungu likija la uponyaji kwenye madhabahu, hata kama ulikuwa unasinzia, unashangaa ghafla usingizi umefanya nini? Umeondoka. Hata kama ulikuwa unapiga miayo mwanzoni, unashangaa ghafla roho ya kutega sikio imekuja ghafla, umeanza kusikiliza. Hata kama ulikuwa unaona unageuka kwenye kiti kimekuchosha, unashangaa ghafla kile kiti kimekuwa na uvumilivu. Ujuaje nguvu ya Mungu imeshashuka mahali hapo. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Ukija kanisani umetoa muda wako, ni lazima Yesu akuhudumie. Na jambo la kwanza Yesu anapokuhudumia anasema anakupa raha nafsini mwako. Sema Bwana ananipa raha nafsini mwangu. Sema Bwana ananipa raha nafsini mwangu. Yesu akiachilia raha kwa mtu, hata ukimwambia ondoka ibadani hawezi kutoka. Hata ukimwambia somo hili lina muda mrefu hawezi kuona somo lina muda mrefu. Kwa nini? Yesu ameachilia raha. Na ndio maana Yesu alikuwa ameachilia kitu wanafunzi walikuwa hawajakiona, ila wanaopokea walikiona, na anayetoa alikiona, ila watendaji hawakuona. Sio kama mnanielewa ninachoongea. Yaani ule mkutano, wale waliokuwa wanamsikiliza Yesu walipokea kitu. Walisahau kama kuna kununua mboga. Mnanielewa? Walisahau kama hawana bajeti ya mboga. Walisahau kwamba wamekuja na watoto wanatakiwa warudi nao mapema. Ila Yesu alikuwa anajua aliyekuwa anaachilia kitu. Wachungaji wenzangu, jifunzeni kujua kusudi la ibada. Usipojua kusudi la ibada, na siku unaweza kupishana na Mungu. Sisi kwenye jiografia yetu leo tunasema leo ni MMJ. Unaweza ukashangaa mbingu azijue MMJ leo inataka kingine. Mimi nawaambia ni ukweli. Jumapili nimeongoza ibada mahali fulani. Nilikuwa nimepanga kwa sitawaombea watu. Kabisa, nikasema siombei watu leo. Na sikuwa na upako wa kuombea watu. Kabisa. Jamani amen. Jamani amen. Jamani amen. Na niliwaambia leo sitawaombea. Mimi kuna kitu ambacho Mungu ameniwekea. Hata kama nafundisha hapa, nilitaka nisiombee. Hii mikono nikiona ni kama nimefungwa kituko, inaanza kushuka peke yake. Ninanyanyua maiki inakataa. Nakuta mikono ni mizito. Najua kuna watu wanahitaji kuvusha. Kwa hapo sitaangalia nimetumwa kufanya nini. Nitavusha watu kwanza, alafu ndo nitafuata kile cha Mungu. Kwa sababu Mungu naye mtumikia ni mwaminifu. Hata nilikotumwa siwezi kufeli. Nitawahudumia watu, na wale watu wakifunguka wataihudumia madhabahu ya Mungu, na ile madhabahu itawajibu. Sema amen. Sasa nikiwa mwishoni ndo nataka kuahirisha, ghafla nikaona mikono yangu imekuwa mizito. Naambiwa ndo nilichokutuma mimi, mbona umejipangia? Nimekuleta huku. Alafu unasema siombei watu. Una maana gani?
Ombea watu. Wachungaji, lijue kusudi la ibada. Usiangalie ile kusudi unalolisikia kwenye matangazo ya kawaida. Muulize mwenye ibada ambaye ndo anakaa kwenye madhabahu. Nimewaambia kwenye madhabahu ya Mungu kuna vitatu. Kuna kuhani wa madhabahu. Kuhani lazima awe na muda wa kusikiliza Mungu wa madhabahu anataka nini kwa watu wake. Usipokuwa na muda wa kusikiliza Mungu anataka nini kwa watu wake, utakosana na Mungu aliyekuweka kwenye madhabahu. Na ndio maana hata wachungaji wakati mwingine tunapitia changamoto nyingi, ni kwa sababu tu hatujaruhusu nafasi ya kumsikiliza Mungu anasema nini kwenye ibada niliyopewa siku hiyo. Tunataka kwenda na mazoea. Kwa ya vijana mtangulie kuimba. Kumbe siku hiyo Mungu hataki kwa yakuu waanze. Anajua kabisa wakianza wale, mmoja aliroga wenzake jana. Yule atakayeshika fimbo alikuwa kupepesuka usiku. Sio aliyeshika leo, nazungumza tu. Bwana asifiwe. Kama mna furaha na mimi, hebu tupungiane mkono, maana watu wamenuna. Nataka niwaambie mchungaji, hata tu kwaya gani anze, lazima msikilize Mungu. Kuna siku utashangaa Mungu anasema nataka watoto wa shule ya Jumapili waje, wana upako wa kitu. Wakitangulia wale unaona kanisa limetulia. Wakati mwingine watu wanatutoroka kwa sababu hatujakaa sawa na madhabahu, hata sisi tunaohudumia madhabahu. Jamani, haleluya. Watu wa Uyole, haleluya. Watu wa Uyole, haleluya. Na watu wa wapi kule? Kahama, hebu tupungiane mkono kama mko hapa. Safi. Makofi mengi kwa watu wa Kahama jamani. Nimalize na sadaka ya tatu. Baada ya hapo nitakwenda kuomba, nisiende mbali. Sadaka ya tatu ni sadaka ya wanafunzi walioiachilia kwenye mkutano. Yesu aliposema wapeni watu vitu. Simewaisikia neno hilo? Anasema wapeni watu vitu. Kiwango chenu cha kuwapa watu ndicho kiwango ambacho ninyi mtapokea katika kushindiliwa, kusukwasukwa na kufurika. Manake usipojifunza kuwapa watu vitu, huwezi kufunguka. Jamani, haleluya, haleluya. Watu wa Uyole, haleluya, haleluya. Yesu anawaambia wanafunzi wake, wapeni ninyi chakula. Watu hawawezi kunisikiliza, mfalme wa mbingu na nchi, niko ambaye ni niko, ambaye fedha na dhahabu ni mali yangu, warudi nyumbani kwenda kutafuta. Wanatakiwa warudi wamekula neno la Mungu na wameshiba. Umewahi wasikia watu wanasema yote alimaliza, wanapeleka na miguu huko na kulia na mbele mara na juu. Umewahi waona? Umewahi wauliza alimaliza kitu gani? Iangalie kanuni ya Yesu. Akiachilia chakula cha mbinguni. Chakula cha mbinguni kinafungua milango ya chakula cha mwilini. Ukiona mtu anamwambia mimi nimebarikiwa na Bwana Yesu na Kristo, nampenda sana Yesu, na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, amenipa nguvu za kukesha milimani. Muulize, ulipokwenda kuchukua siku 7 mlimani, nyumbani uliacha mboga gani? Usije ukafunga na watoto wamefunga. Kuna watu wapendwa, msifikiri wanaendaga kufunga, maisha yamempiga, anakwepa kupigiwa kelele na watoto, anaona kajifike mlimani. Alafu mnasema yule mtu ana nguvu za Mungu sana, ana uwezo wa kufunga siku 7. Hatukupimi kwa kufunga siku 7, tunakupima ukitoka kule kwenye mfungo. Watoto wako nyumbani wanakula chakula gani? Umefunga siku 7 alafu watoto wanakula marage Jumatatu mpaka Jumatatu, wakibadilisha misumari. Mnaifahamu misumari? Dagaa. Mkijifanya mmekula samaki, ni zile zinazoaga bye bye. Wangapi wanaifahamu bye bye? Tufanye namna hii. Mlokole unakula bye bye. Bye bye unaenda wapi? Yesu amekwambia anakuita wewe umekula kwa heri. Mnaniangalia kwa hasira, hata mkiniangalia niangalieni tu. Bwana asifiwe. Ninajua kuja, ninajua na namna ya kuondoka. Kwa hiyo najiamini, najua nitakuja, nitarudije. Nimejipanga vyote, kuja na kufanya nini. Hata mkishika mawe wa kunipigania ninao wengi huko.
Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuzungumza nini? Tunachojifunza hapa kwa Kristo ni kwamba Yesu anapoachilia chakula cha rohoni, sio tu hiki alichokiachilia kwenye mkutano, kanuni ya kimbingu. Mungu akiachilia baraka za mbinguni zikikaa ndani, lazima vya mwilini vifunguke. Ukiona unapokea vya rohoni, vya mwilini havifungukaji, hujafunguka bado. Mwambie mwenzio hujafunguka bado. Yaani wewe unasema umeokoka alafu unatusumbua michango kwenye kwaya. We mpagani namba moja. Ulokolegana ambao huwezi kuchanga michango. Unaniangalia rafiki yangu na umenitoroka. Nawezekana na hapo nataka kutoroki. Bwana Yesu asifiwe. Mafundisho yangu magumu, kula hivyo hivyo. Sijaitwa kuwa na mafundisho laini. Mnalifahamu jina langu au mmesahau? Naitwa nani? Naitwa nani? Hiyo mama onje sio yangu, mimi naitwa Nuru. Peupe. Ulicho nacho sema hapa. Jamani amen. Unakuwa Nuru alafu nadanganya watu. Sikilizeni. Nasema hivi. Yesu anawaambia hivi. Hakuna watu hawa kurudi na njaa. Wapeni watu vyakula. Tumewaita watu, tumewaambia ufalme wa Mungu na nguvu, alafu tunawaambia rudini bila chakula. Manake ni madhabahu ya Mungu imebeba vyote. Inabeba baraka za rohoni, inabeba baraka za mwilini. Kwa nini? Kanuni ya mbinguni inathamini mwili sana kuliko wewe unavyodhania. Ndio maana Mungu anapoiumba mbingu na nchi na anapomwandaa mwanadamu alitengeneza misingi ya uchumi kwanza, ndipo akamuumba. Hakutangulia kumuumba aanze kuteseka na njaa. Aliweka matunda. Sema amen katika jina la Yesu. Aliweka matunda kwanza Bwana. Aliweka bustani ya Edeni. Na bustani ya Edeni watu wengi wanasoma vibaya. Wanasomaga matunda. Niwaambie leo watu wa Uyole niwaongeze cha kusoma kingine. Biblia inasema hivi, alipomuumba mwanadamu, alitengeneza bustani upande wa mashariki wa Edeni. Sema amen katika jina la Yesu. Anasema ile bustani ikazungukwa na mito. Mito inabeba maji. Maji ni uzima. Ilizungukwa na uzima. Mwambie mwenzio ilizungukwa na uzima. Siwasikii. Mwambie mwenzio bustani ya Edeni ilizungukwa na uzima. Maji yalikuwa yanaizunguka. Cheki inasema mto wa kwanza ulikuwa na vijito 4. Amen, amen. Kaucheki ule mto wa kwanza, unasema ule mto wa kwanza ndo ule unaozunguka nchi za Havili sijui na nini. Arafu ndani yake umebeba dhahabu njema. Mbona hamsomaji dhahabu, mnasoma matunda? Sisi tunaokaa kwenye dhahabu tumegundua bustani ya Edeni kulikuwa na dhahabu. Arafu kulikuwa na dhahabu njema. Sasa nyenye nikizungumza dhahabu hamuelewi. Niwaletee kidogo picha ya dhahabu. Dhahabu inakuwa na mchanganyiko wa madini mengi. Amen. Jamani amen. Jamani amen. Jamani amen. Ndio maana ukienda maeneo ya Chunya utasikia kuna kitu kinaitwa kuchenjua dhahabu. Manake inachakatwa. Amen. Ikisha chakatwa wanaondoa madini mengine, wanaitenga dhahabu inakuwa peke yake, inaitwa pure. Sasa dhahabu njema inayotamkwa iliyokuwa katika bustani ya Eden ilikuwa haijachanganywa, yenyewe ilijitosheleza peke yake hata bila kuchenjua. Sasa check, huyu ndio Mungu anamwandaa mtu, amemwangalia misingi ya uchumi kwanza. Alafu wewe umekaa kanisani unasema ukitoa ukienda kanisani Bwana atakubariki kwa wakati anaopenda. Upi? Si tuna Wakristo waongo hapa. Niangalieni, mnainama nini? Bwana atatenda kwa wakati. Yeye ni jana, leo, hata milele. Wakati upi? Wakati na leo yupo. Mbona wale hamsemi, mnasema atatenda kwa wakati upi? Niangalieni, mnaangalia pembeni. Atatenda kwa wakati upi? Tuonyeshe kama hujadanganya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namshukuru Mungu, naamini Bwana atatenda kwa wakati tunataka wa sasa. Yeye ni niko ambaye ni niko, hajawahi kuwa sio niko. Acheni kusoma Biblia kama wa mazimu. Yeye ni niko, sema yeye ni niko.
ambaye ni niko. Maana hata sasa niko hapa madhabahuni yupo. Ndio maana siku hizi naweza nikawepo madhabahuni hapa nikapata hela, kwa sababu hapa ni niko. Wewe unasubiri pakulime maharage, unasema tatenda kwa wakati, mvua isiponyesha. Bwana asifiwe jamani, Bwana asifiwe jamani, Bwana asifiwe. Sikiliza watoto wa Yesu, nimalize hapa niwaeleze vizuri hapa. Iko hivi, ili mtu yoyote yule atoboe kwenye maisha, lazima awe na muunganiko wa madhabahu. Kinacholifilisi kanisa la Moravian na Wakristo wengi, Wakristo wengi ni waoga wa kutoa sadaka. Ndio maana kanisa letu hata taarifa za fedha zinasumbua kusoma. Umeona mchungaji hapa karaki mbili tu ameanza kujitetea. Wakristo ile hela, Yesu wangu, mpaka wanatuangalia kwenye mitandao. Wanangu, mtoe hicho kipengele, natudhalilisha kanisani. Hii ni dalili ya kuonyesha kanisa hili ni sumbufu kwenye hela. Kwa nini? Kanisa likiwa na maskini wengi, taarifa ya fedha ni sumbufu. Kanisa likiwa na wenye hela wengi, hata kwenye baraza halichukuagi muda. Wakianza, maana kinachotucheleweshaga sisi ni taarifa ya fedha. Utasikia hiyo 1000 umesema ilikuwaje? Hapa ni hela wapendo. Kwenye hela lazima tuwe wachungu, buku hilo. Lakini ukilikuta baraza la watu wenye hela wanasema jamani, tunapoteza muda. Kama mahesabu hajaenda sawa, mkiona mchungaji amepungua, mje mchukue kwangu ya no feri, tumalize baraza mchungaji. Hiyo hela inayopotea nitarudisha. Tumalize tukauze maduka kule sokoni, wanatusubiri watu. Lakini ukiwakuta maskini ambao wanasubiri wakale wali wa baraza, maana nyumbani kwenyewe wanakula baibai kila siku wanasema hizi nyama hazieleweki, hizi nyama. Unataka nyama mpaka za kanisa. Wachungaji tuna taabu mwe, tunahangaika mpaka chakula. Hawa wajumbe wenu hawa tuleteeni watu wanaojitambua wakati mwingine. Mchungaji ametikisa kichwa, ameteseka na mabaraza mpaka amezeeka. Lakini sio wa Uyole. Eti jamani, ni wakule, sema ni wakingine, sio wa Uyole. Jipigieni makofi watu wa Uyole, sio ninyi. Msikalisirike, mimi naongea na dunia hapa. Amen. Siongee na ninyi tu hapa. Hapa nafundisha zaidi ya watu maelfu. Yaani wanaonisikiliza nyenye ni wachache. Na wakisheni channel yetu inasikika maeneo mengi. Tuna watu wengi Kenya huko. Kenya tuna kanisa kabisa zaidi ya watu 30 kitu. Wameshaje organize. Kwa hiyo nasikilizwa na watu wengi. Kwa hiyo hapa si wahutubii nye, na wahutubia na wale wa nje. Kwa hiyo ninao wasema hao wa baraza sio ninyi. Jipigie makofi. Ila kama ni nyie acheni. Bwana asifiwe. Tufike mahali tujue ufalme wa Mungu ni nguvu. Haleluya. Watoto wa Yesu, haleluya. Niwaambieni hata hii tunayokuja kuhamasishana hii ni kwa sababu kanisa letu lina mifumo ya kijinga. Ni maskini, ndio maana tunatumana mpaka kuhamasishana. Badala ya kunituma nije nifundishe seminar, wananituma kuja kutafuta hela. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Sasa mimi kwa sababu najitambua, mbinguni sitaulizwa ulienda Uyole. Nimemuuliza Bwana, naenda Uyole nini? Waambie madhabahu yangu haiko sawa. Mimi sishughuliki na ile itajireta yenyewe tu. Hapa mimi niko kwenye mission niliyotumwa na hapa. Nina agenda hizi. Nina ya ufalme wa Mungu, na ya mwambarasa ipo. Kwa kama mwambarasa kale ka agenda ni kadaraja. Hii dozi kwa nini inahusiana na MMJ? Mwambie jirani yako, naelewa wewe. Hebu mwambie vizuri, mwambie unaelewa wewe. Sikiliza watoto wa Mungu, iko hivi. Madhabahu, tunapozungumza madhabahu, tunataka kuzungumza kitu gani? Mifumo. Sadaka, tunaposema madhabahu ni upokeaji wa sadaka. Sadaka ina mambo manne. Amen. Sadaka kama sadaka unayoileta madhabahuni iko hivi. Hakuna mtu anayetambulikana kwenye madhabahu ya Mungu kwa sura yake. Nataka niwafundishe kitu hiki.
Kila mtu tulioko hapa tunatambulikana kwenye madhabahu ya Mungu kwa kificho kimvuli cha sadaka. Unapoleta sadaka mbele za Mungu, sadaka jambo la kwanza inabeba jina lako. Amen. Tuliokaa humu wengi, Biblia inasema hivi, tukisema hatuna dhambi tunajidanganya. Mwambie jirani yako kwamba ukisema huna dhambi unajidanganya. Na mtu yeyote mwenye dhambi hawezi kusimama mbele za Mungu. Mnanielewa kitu hicho? Ukisimama wewe kama wewe una dhambi, Mungu atakupiga. Sasa cheki, kwa nini hatupigwi? Ukiibeba sadaka, ile sadaka inabeba jina lako. Amen. Jambo la pili, sadaka inabeba kusudio, ujumbe. Kwa nini unatoa ile sadaka? Watu wa Yole, mnanielewa? Mnanielewa watoto wa Yesu? Cha kwanza jina lako. Cha pili inabeba nini? Ujumbe. Cha tatu thamani. Thamani ya ile sadaka. Amen. Sadaka yako inapimwa. Hii sadaka uliyoleta umeitoa wapi? Nani amekusemesha? Kwa nini umetoa? Ina maelekezo ya nani? Umesikia nini mpaka umetoa? Inapimwa. Amen. Ikisha kuja ikakizi hivi vigezo vitatu, ikija kwenye madhabahu, hii madhabahu ya Mungu iliandaliwa, iko kwenye damu ya Yesu. Kwa ile sadaka ikija, damu ya Yesu inaifunika. Sema damu ya Yesu inaifunika. Sasa cheki, badala ya wewe kuonekana, ile damu ya Yesu kisha lifunika, si jina lako liko mle ndani, unaanza kuonekana mbele za Mungu kupitia damu ya nani? Ya Yesu. Kwa utagundua sadaka ina nguvu kubwa sana. Niwape mfano mmoja tu wa mwisho. Kuna mtu alitoa sadaka anaitwa Gideon. Wangapi waliwahi soma habari za Gideon? Wapunge mkono. Watu wengi wanatoa sadaka ya Gideon ile ambayo siku ile anapomaliza alienda akavunja madhabahu ya babake, si ndio? Akatoa ile sadaka. Watu wanafikiri ndio sadaka aliyotoa Gideon. No. Gideon siku ile alitoa sadaka 3 mfululizo. Naomba utasoma kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Sitaki tusome sasa. Nataka nimalize kwa sababu muda umeisha. Iko hivi, nataka nikupe mfano wa hiyo sadaka. Gideon, cha kwanza alipokutana na ujumbe wa malaika, alianza kushindana naye. Yule anamwambia wewe ni mtu mkuu, wewe ni mtu wa heshima hii. Gideon akasema hapana, mimi sio mkubwa. Mimi katika familia hata ya nyumba ya babangu tu mimi ndo mdogo kuliko wote. Utaniambiaje mimi nina heshima namna hiyo? Akamwambia Mungu amekuchagua, amekuona. Akasema wapi? Yuko wapi huyo Mungu tuliohadisiwa? Kwamba Mungu ana nguvu hivi, ana nguvu, mbona tunateswa, mbona tunapigwa, mbona tunadharuliwa? Malaika wa Bwana kazidi kumwelekeza kwa kina. Baadaye Gideon akasema hivi, kama ni kweli wewe umetumwa na Mungu na ni Mungu anasema na mimi, nisubiri hapa. Sema nisubiri hapa mpaka nije nikuletee zawadi, sadaka. Una hapo? Akaenda, Biblia inasema akaenda kaandaa chakula. Akachinja na mbuzi, sijui alikuwa ng'ombe, sijui alikuwa ndama, akachinja akamleta. Alipomletea malaika wa Bwana akasema, "Si unataka kujua mimi nani?" Akasema ndio. Akasema, "Ichukue hiyo sadaka yako ulioniletea ya ukarimu, iweke kwenye huo mwamba." Akaenda kaweka kwenye ule mwamba. Alipoweka kwenye mwamba, malaika kanyosha fimbo. Biblia inasema ulishuka moto pale kwenye mwamba ukatengeneza ile sadaka. Manake Mungu akapokea sadaka ya nani? Ya Gideon. Alipopokea, Biblia inasema malaika akatoweka, alafu Gideon akajua yuko mbele za Mungu. Akapiga magoti akasema, ole wangu mimi, kwa sababu naongea na nani? Na Mungu. Aliinama, aliingia kwenye toba. Sadaka ya kwanza ya Gideon ilimpa nafasi ya Gideon kutengeneza. Alipotengeneza, Biblia inasema ndipo alipokosa amani. Sasa malaika akarudi mara ya pili, sauti ya Bwana ikamwambia Gideon, uwe na amani. Sema, mwambie jirani yako uwe na amani. Mwambie tena uwe na amani. Mwambie tena uwe na amani. Biblia inasema Gideon alipoambiwa uwe na amani, ile amani ya Mungu ikakaa ndani.
Ghafla Gideon akaanza kuona. Alipoanza kuona akajua, nimesema na Mungu, inanipasa nitengeneze mazingira ya kukutana na Mungu. Mazingira ya kukutana na Mungu, Biblia inasema Gideon akamjengea Bwana madhabahu. Sema, Gideon alimjengea Bwana madhabahu. Biblia inasema Gideon akajenga madhabahu. Hiyo sadaka ya pili. Alipojenga madhabahu akamtolea Mungu sadaka. Check. Biblia inasema alipotoa ile sadaka, Biblia inasema usiku huo huo. Haleluya. Jamani, haleluya. Usiku huo Mungu sasa ndiye anamtokea Gideon, anamwambia Gideon, sasa sikiliza. Kilichokufanya uwe maskini mpaka unajificha ni madhabahu ya babako niliyowafunga mpaka mnateseka namna hii. Mnachoteseka ni madhabahu ya babako. Ili mvuke, kachukue ng'ombe wa miaka kadhaa, kabomoe madhabahu ya babako, kamjengee Bwana madhabahu. Kwa lugha nyepesi, rudisha mamlaka ya kimbingu kwenye taifa. Rudisha madhabahu ya Mungu kwenye taifa la Israeli. Madhabahu ya Mungu imeondolewa. Wanaotawala ni miungu za baba zenu. Hata watu wa Uyole nakwambia, ukitaka uzione baraka za Mungu, rudisha madhabahu ya Mungu, acha hiyo miungu ulio nayo. Kinachotutesa wapendwa ni miungu. Sema, Bwana Yesu, niondolee madhabahu ya miungu ya babangu. Madhabahu ya miungu ikikaa mahali pake inapofusha macho, utajikuta uko kanisani unagombana na mchungaji, unagombana na washiriki wenzako. Ukienda kwenye kwaya unachukiwa, kila mtu anakuchukia, kila unachokifanya hakieleweki. Ukinunua nguo zinaharibika, ukipata hiki kinaharibika, ukianzisha biashara haiendi mbele. Wenzio wakikwambia vitenge vinalipa, ukianza kujumua wewe vinapoteana. Kila kitu unachotaka kukifanya kinakuwa na uharibifu. Matokeo yake unakuja kanisani wewe ni mnyonge, hata kama watu wamekupa heshima. Saa zingine unajiuliza, wewe Mungu wewe, yaani mimi umenipa nafasi, mimi ninaimba, watu wananitegemea. Mungu, angalia sina hela. Tenda Bwana, tenda. No, kaondoe miungu migeni iliyoko katikati yako. Simama. Funika macho yako. Nataka nikwambie jambo moja gumu kiume, funika macho yako. Yamkini hata wewe umekaa kwenye kanisa, wakati mwingine Mungu amekupa na nafasi mpaka za uongozi kwenye kanisa. Wakati mwingine unapata tabu ya kuongoza kanisa. Unajuta hata kwa nini umepewa uongozi. Maana kuta kila kinachohitajika kwenye kanisa kinahitaji wewe namba moja, na wewe kiongozi. Kama kiongozi, wakati mwingine unajiuliza, kwa nini Mungu amenipa baraka za kupewa na watu, napewa nafasi, watu wananipenda, lakini mbona sina kitu? Inawezekana uko kama Gideon. Nataka nikwambie, hakuna mlango mwingine unaweza kukusaidia kwenye maisha yako zaidi ya kuiondoa miungu migeni ulionayo. Tuna watu wanalalamika, hata wakikaa ibada wanasema, mbona sadaka zimezidi? Ile roho ya kusema sadaka nimezidi ni kwa sababu ndani yako una ukiwa. Hata ukitoa sadaka, utoaji sadaka unatoa kama michango, kwa sababu anayetoa sadaka hajawahi kujuta, kwa sababu sadaka sio kwa ajili yako, sio kwa ajili ya Mungu, ni kwa ajili ya kwako. Kikawaida sadaka ina tabia kukurudia. Unajuta kwa sababu kila unachotoa hakiwezi kurudi kwako. Na ndio maana watu ambao wanatoa vinarudi hawajawahi taka kuzuiliwa na mtu. Wanataka masaa yote wamtolee Mungu. Nimekufundisha Gideon mpaka umemwona amefika kwenye mabadiliko. Hakutoa sadaka moja kama ulivyozoea. Alitoa sadaka ya ukarimu, ndiyo ilikuwa sadaka ya kwanza kwa mjumbe aliyetumwa. Alitoa sadaka ya pili baada ya kusikia sauti ya Mungu ya kwamba uwe na amani, mimi Mungu nitakupigania. Alimtolea Mungu sadaka. Alipomtolea Mungu sadaka, ndipo Mungu akaachilia maelekezo ya kutoa sadaka ya kulivusha taifa. Ni sadaka ya aina moja, imetolewa kwa muda wa siku moja. Malalamiko ulionayo ndani ya sadaka, ukiona unakosa sadaka, ni dalili ya kwamba iko miungu migeni imekaa mahali pako, inasimamia uchumi wako badala ya madhabahu ya Mungu kusimamia uchumi wako. Na ndio maana ukitoa sadaka ni za majuto, hazina furaha.
Hata ukisikia wanakuja kuhamasisha unakereka, kwa sababu moyo wako umefungwa, hauoni raha ya kumtumikia Mungu. Mungu ametuma neno hili leo kwako, kukwambia bado Mungu anaishi. Yeye ni niko, ana uwezo wa kubadilisha maisha yako leo. Ule mfumo ambao umeishi nao kwa mateso, Mungu anao nafasi ya kubadilisha. Na ndio maana hata wengine mliposikia kwamba tunakuja na MMJ tena, mkakasirika mkasema Uyole kuna nini, mbona tunateseka? Hata kama sijajua, roho yangu inanishuhudia wako waliolalamika, kwa sababu wengine wanaona kanisa linateseka. Usihangaike kwa sababu umepewa nafasi ya uongozi, kwamba mbona vitu vingi vinakuja. Nyamaza. Wako watu ambao Mungu amewaandaa kwa ajili ya kumtumikia Mungu wao. Wako watu ambao wanatembea na madhabahu ya Mungu. Ndio maana wewe unaposema kipindi hiki kigumu, wengine ndio wanajenga. Unaposema uchumi umekaza, wengine ndio wananunua magari ya maana. Unaposema hiki hakieleweki, wenzako ndio wanapeleka shule za watoto, shule za international. Katika kipindi hicho tunachokiona kigumu, hakuna jangwa kwa Mungu. Badilika mama. Mungu ana uwezo wa kuachilia chakula nyikani. Liko jambo moja la ajabu ambalo ukilitazama kwenye mistari hii tuliyosoma, walikula mikate 5 na samaki 2, lakini Bwana alifungua uchumi wa wale wa mitume waliotoa. Kila mtume alipewa kapu la kwake. Soma vizuri Biblia. Vikapu vya mikate vilikuja 12, sawa na idadi ya mitume. Vivyo hivyo na samaki. Kwa mikate 5, kwa ibada moja ambayo watu waliwahudumia watu wengi, kwa sadaka waliotoa. Mitume walitoa chakula cha akiba yao. Bwana aliposema wapeni vyakula, wakachukua kile walichokuwa nacho, wakachukua chakula chao wakawapa watu wale, ili wao washinde na njaa. Kumbe Mungu anafungua milango pale pale. Cheki, kila mitume alipata kapu la kwake, walipata mtaji kwa chakula cha siku moja. Hebu acha kulalamika mama. Shida ni roho zilizokukalia. Unajiuliza, kama wenzio walitoa sadaka ya chakula tu wakawapa watu, wakarudi na vikapu kila moja cha kwake, unafikiri walikula? Ndipo mtaji wa mitume wengine walitajirikia pale. Hata sasa Bwana ana uwezo kukuvusha kwa siku ya leo. Yamkini umekuwa na manunguniko mengi ya sadaka. Nataka nikwambie, ukiona moyo wako unanungunikaga kwenye sadaka na unajiuliza kwa nini ushirika wetu wanaleta matukio makubwa, kuna watu ambao wanatoa sadaka hapa, ni lango ndio linalosababisha sisi tuje. Wewe umefungwa ndio maana unalalamika. Hebu tamani na wewe Bwana afungue, uwe na uwezo, ukitoa kidogo unarudi na kikapu kimejaa. Aliyetenda kwenye mkutano wa watu 5,000 ana uwezo wa kutenda kwenye nyumba yako leo. Wako watu mmehangaika hata kufyatua matofali unashindwa. Una kiwanja zaidi ya miaka 5, unatamani ujenge, kila unachotaka kufanya kinaharibika. Wamedi na Waajemi wamekaa kwenye madhabahu yako, wamefunga madhabahu ya Mungu. Kataa hizo madhabahu zikuachie. Tamani leo mjengee Bwana wa mbingu na nchi madhabahu mpya. Karabo sakara. Rabo sakariko na rabo. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Umewaona watu wa Uyole, ndio maana umelituma neno hili kwamba waambie watu wa Uyole wanijengea madhabahu. Wamejisahau, wameridhika na maisha kwamba wao ni ushirika mkubwa, lakini wako chini ya kifungo. Wako Babeli pamoja na kuandalia kanisa kubwa. Reboboseke ramandaiko reboseka wereboika ramandaiko liko sakarebo reboboseke remoina. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Nani kama wewe? Uliyefanya kwa Yakobo unaweza kufanya sasa. Akiwa katika hali ya ugeni analalamika na kibia ndugu yake, ukamtokea ukamwambia mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako, mimi ni Mungu wa Isaka, nenda na baraka yangu iko juu yako. Mwangalia mtoto wako anafukuzwa kila siku, anahangaika huku na kule, uchumi wake umepepeswa, ana furaha ndani, watoto wanafukuzwa paka ada, wengine wamerudishwa nyumbani. Wewe ni Mungu, wahurumia watu wako Bwana wa majeshi. Karabobo sekere rababo kanarabo sika
Ramamai kandaraboi kerebonina. Ramai kerebo sekelenda. Karaboboi. Karabobois. Karababoi kandarabo. Karabosaka. Bwana uyole ni kanisa lako. Hawa ni watu uliokufa msalabani kwa ajili yao, ukasema imekwisha. Ukasema umasikini umekwisha, njaa imeisha, magonjwa yameisha, tabu imeisha. Imekuwaje leo wanaishi katika hayo tena? Yesu wa huruma, lihurumia kanisa lako. Mhurumia mama huyu amedharauliwa, yatosha. Hata kwenye kwaya anaonekana yeye ndo mwepesi kuliko wengine. Kila mmoja anamtwisha mzigo wa maneno. Amechoka. Mjaze Bwana, mjaze. Mjaze kwa upya, mjaze niko. Ondoa maumivu haya ya moyo, ondoa kuugua kwake. Ondoa dharau aliyotwishwa, ondoa fedheha. Ondoa aibu aliyokalishiwa. Hata watoto wake hawathaminiwi. Reboika katika damu ya Yesu Kristo. Wewe ni Mungu peke yako. Karabosa. Robosa. Ramanda ikorika. Reko sakari. Reko sakari. Karabosaka. Yaangalie machozi ya huyu mzee wa kanisa. Anajiuliza, miaka mingi anaongoza watu wenye fedha. Wengine wamemdharau hata anapoingia kwenye malango ya nyumba zao. Wakati mwingine anakuuliza, Bwana, lini mimi mtanipa nyumba ya heshima? Maana wamenidharau hata kutembea kwangu. Wewe ndio uliyemwita, uliyemhurumia Gideoni. Mhurumia mtumishi wako huyu. Yatosha sasa. Yatosha aibu hii, yatosha. Wewe ni niko ambaye ni niko. Wewe ni muweza, wewe ni nguvu yake. Wewe ndio kisima cha uzima. Achilia kisima. Achilia kisima chake kifunguke. Waliofukia kisima chake, tunatuma radi ya Roho Mtakatifu kutindua, kufukua upya visima vyao. Tatabora kasakarabo. Ramamandarama ramandarama. Rababo sekerere. Rabosaka. Hivyo visima walivyofukia wa Misri, hivyo visima walivyofukia, lazima vifukuliwe. Lazima vifukuliwe. Lazima vitoe maji. Lazima vitoe maji. Umekaa hali ya ukame, Bwana akuvushe katika jina la Yesu. Mimi na moyo wako kwa Bwana, anza kumwambia Mungu, mimi niko hapa. Nguvu ya Mungu inayotembea hii kutembelee na wewe. Yale maroho ya nyoka yaliyofunga hatua zako, umekula udongo kama nyoka. Mama yake alikuwa anakula udongo, ndio maana ameachilia rana hizi ziko kwako. Kumbe mama yake alikuwa anakula udongo wakati amebeba mimba yako, akikubaliana na rana ya nyoka, rana ya majuto, rana ya uchungu. Lazima manyoka yote yaliyokaa ndani leo lazima yapate cha moto. Roho wa mbingu, fungua moto wako. Achilia kwenye madhabahu hii, achilia kwenye ardhi hii, achilia kwenye sakafu hii. Kila waliobeba roho za nyoka, damu ya Yesu shughulika na hizo roho katika jina la Yesu aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth, naachilia moto kwenye hii sakafu. Yoyote ambaye roho ya nyoka imekaa ndani mwake, imesuya na kuachilia rana, na shusha moto kwenye hiyo miguu alipokanyaga kwa moto wa damu ya Yesu. Moto wa damu ya Yesu. Moto wa damu ya Yesu. Moto wa damu ya Yesu ushughulike na huyu binti. Wengi wamemweka kama chambo, kila anapoimba wamemweka kama dampo la kumfanyia. Amezini na watu wengi kwa sababu ya kuimba kwake. Leo mwisho tunafunga mtandao katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu. Ya Mungu nakuomba, wafungue macho watu hawa waone mahali walimofungwa. Kama ulivyoachilia baraka kwa Gideoni, Yesu yamkini hawakujua. Wanajua neema mje, hebu achilia neema. Kabla hawajafika huko, macho yao yafunguke katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na achilia moto na radi kwenye kitovu chake alichofungiwa kwa damu ya Yesu. Hiyo roho ya nyoka iliyokaa kwenye tumbo la uzazi, nashusha moto, nashusha moto, nashusha moto. Ninipenda Yesu akaripia gharama, msamaha wa dhambi niliyopata, alilipa deni kwa gharama ya mauti, alilipa deni kwa gharama ya mauti, msamaha wa dhambi niliyopata, msamaha wa dhambi niliyopata, Baba alilipa kwa gharama, Yesu alilipa Funika macho yako. Naomba kama ni mwanamke, weka mkono wako kwenye kitovu chako. Mwanaume kama unaweza kushika kiuno chako, unaweza kushika. Mwanamke, weka mkono kwenye kitovu chako. Natamani turuhusu damu ya Yesu. Nyoka kazi yake ni kuharibu uzao wako. Karabosaka. Kila kilichoharibiwa Bwana akirudishe. Umekuwa wa kudharauliwa, hayatosha. Yesu yupo. 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 Kama aliwapa mitume mtaji wa kila moja kapura la mikate na samaki, lazima Yesu akupe mtaji leo. Yesu yupo. Yesu yupo. Wewe fungua moyo wako tu. Wewe ndo Yesu anakujua. Usihangaike na jirani yako. Yeye anakula, anajua yeye. Wewe ambaye unajua hapa Yesu yupo, fungua moyo wako katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Tamka kwa sauti. Sema Bwana Yesu.
Ninaomba toba katika jina lako. Lolote lililopungua kwenye maisha yangu likafungua mlango wa madhabahu ya adui kusimamia maisha yangu, ninaomba toba kwa damu ya Yesu. Ninaomba toba kwa damu ya Yesu. Ninaomba toba. Niondolee Bwana mlango wa hii dhambi uliofungulia madhabahu nyingine, ikashika ufahamu wangu, ikashika akili zangu, ikashika macho yangu, ikazuia na masikio yangu yasisikie sauti yako, katika jina la Yesu aliye hai. Ninaomba toba juu ya mlango uliosababisha rana ya nyoka ikae ndani ya malango yangu, ikafanya uadui na uzao wa tumbo langu. Watoto wangu wanahangaika, mume wangu anahangaika, mke wangu anahangaika kwa sababu ya hii rana. Mungu aliye hai, leo naomba toba. Leo naomba toba. Nimegundua kabisa maisha haya ni madhabahu nyingine imekaa. Niondolee madhabahu ya miungu ya baba yangu, kama ulivyoachilia neno la maarifa kwa mtumishi wako Gideoni. Fungua akili yangu Baba, na mimi nifunguke katika damu ya Yesu. Tulia. Karabosaka. Baba, wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Haujawahi shindwa. Haujawahi shindwa na jambo. Haujawahi shindwa na jambo. Haujawahi shindwa na jambo. Unasema wote wanaokujia wewe hujawahi watupa nje. Huyu mama leo ameazimia kukabidhi moyo wake na maisha yake kwako. Anatamani kuona njia mpya. Wewe ni Mungu unayesema utaachilia vijito vya maji jangwani. Amepita kwenye maisha ya jangwa. Enough, it is enough. Inatosha sasa. Hilo jangwa naachilia mshale wa moto kuliondoa ndani yake. Madhabahu iliyofunga uzao wake, mpaka mtoto wa kwanza amekuwa mnywa pombe, mama halali kwa ajili ya mwanawe. No, leo namwita mtoto wake na kumtenga na hiyo madhabahu ya nyoka iliyoachilia rana kwa mtoto wake, ambaye leo angekuwa msaada. Na tuma radi ya Roho Mtakatifu kupitia hili tumbo lililomzaa. Ninapiga achilia mshale wa moto kwenye hilo tumbo lililomzaa huyo mtoto. Lazima rudi. Hiyo nafsi iliyoshikiliwa kwenye ulevi, huyu mama amejuta mpaka anajuta kuzaa. No, madhabahu iliyoshikilia mtoto huyu mama, rudisha na kuamuru kwa moto. Rudisha haraka 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 kwa moto, damu ya Yesu. Roho ya uharibifu, anza kujiondoa. Anza kujiondoa haraka. Anza kujiondoa haraka. Hilo tumbo halikuzaa walevi. Hilo tumbo ni madhabahu ya Mungu halisi aliye hai. Mungu alikusudia hao watoto wapite kwenye hilo tumbo. Na wewe uliyepanda mbegu ya uharibifu kwa hao watoto, jiondoe haraka. Jiondoe haraka. Jiondoe haraka. Jiondoe haraka na achilia radi ya moto kwa damu ya Yesu. Kila pando lisilopandwa na baba yangu lazima liondoe. Lazima liondolewe kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, fungue baba huyu. Ondoa rana kwenye maisha yake. Mifumo yake ya kazi iliyoharibiwa na nguvu za giza, tunatuma radi ya Roho Mtakatifu kumtenga na hizo nguvu za giza. Tunapanda damu ya Yesu kwenye marango yake. Tunapanda damu ya Yesu kwenye marango yake. Tunapanda damu ya Yesu kwenye marango yake. Tunapanda damu ya Yesu
penye malango yake. Kile kiwango ulichomkusudia tunakiamsha. Mbingu ziachilie upato wa kutoka mahali alipo na kwenda hatua nyingine katika jina la Yesu. Wewe ni mwaminifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Baba kwa kuwa umekusudia kupanda mbegu hii, na ificha kwenye damu ya Yesu, adui asiharibu kuanzia kwenye madhabahu hii. Kila misingi ya uharibifu isipate mlango hata kidogo. Usimame kama Mungu. Baraka ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo iwe juu ya huyu mama, iwe juu ya huyu baba. Kamuondolee mateso kwa watoto wake. Watoto wamezalia nyumbani wote. Sasa leo mwisho, Mungu mletee furaha. Umesema nawe utatupa furaha nafsini mwetu. Unajua rango la kuondoa furaha liko wapi. Bwana, tunaomba uturejeshe watoto wako. Naomba toba kwa ajili ya kila mmoja. Bwana, hawezi kusimama yeye kama yeye. Yesu, ingilia kati, lisimamishe kusudi lako katika ushirika wa Uyole. Kila mmoja aone furaha ya kuwepo mahali hapa. Kila mmoja zione baraka za madhabahu hii. Kila mmoja ione nguvu ya madhabahu hii. Mungu uliye hai, uliyepanda mbegu katika madhabahu hii, leo naisimamisha bendera yako ya ushindi, iendelee kupepea katika damu ya Yesu. Ninawaombea baraka kwa kazi iliyo mbele yetu na kwa sadaka ambazo watu wataziachilia kwa ajili ya kazi iliyo mbele yetu. Naomba fungua marango ya hizo baraka katika damu ya Yesu Kristo. Kila mwenye pumzi aseme amen. Naomba uketi. Naomba utulivu kidogo, watu wa vyombo. Ndugu zangu, kwa sababu ya ratiba ambayo tunayo, kitu ninachokiona kwa akina mama wengi ni cha ajabu sana. Naomba akina mama, kile uliyezaa ukifika nyumbani, ingia kwenye maombi ya toba juu ya uzao wako. Wengi mmesababisha mateso kwa watoto kwa sababu ya kwako wewe. Naomba kila mmoja ukifika nyumbani, anza maombi ya toba. Amen. Akina mama, mnanielewa? Mmefunga uchumi wa watoto wenu. Na wengine nawaona kabisa, nameonyesha kabisa yule pale. Lakini kwa sababu muda hatuna wa kufanya maombi haya niliyoomba, Mungu atafanya. Tuna matamasha ya watu mchana, hatuwezi kufanya maombi hapa. Lakini naomba elewa hiki ninachoongea. Baraza, acheni, mmepewa dhamana kubwa. Usiangalie mchungaji anafanya nini, jiangalie kwa nini Mungu amekupa nafasi ya kuwa mzee katikati ya kundi la watu wengi namna hii. Mara nyingi watu wengi wanarabuki, wanafikiri mchungaji ameharibu. Mkiharibu ninyi, mchungaji hawezi kwenda. Ninyi mkitulia, hata mchungaji angeenda vibaya, kanisa litatembea. Lakini ninyi mkiharibika, hata mchungaji angefanya vizuri, kanisa litembee. Hebu kila mmoja nafasi aliyempa Mungu kwa nafasi yake kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilitumwa na kanisa, lakini nimezungumza hiki nilichokizungumza. Naomba kiwe langu. Mchungaji, niongee haya tu, mengine tuyafanya baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kanisa letu wakati mwingine